Idi Amin na mauaji ya waziri wa Kenya Bruce Mackenzie. Utangulizi katika historia ya Afrika Mashariki. Jina la Idi Amin Dada linachukua nafasi ya kipekee kwa sababu ya ukatili wake na matendo yaliyoacha majeraha ya kudumu. Kati ya mwaka 1971 hadi 1979, Amin alitawala Uganda kwa mkono wa chuma, akijitengenezea sifa ya kuwa mmoja wa madikteta katili zaidi barani Afrika. Wakati jina lake likihusishwa zaidi na mauaji ya wapinzani wa ndani, utesaji wa raia na upotevu wa maelfu, kuna tukio moja lililoikumbusha Kenya kwamba ukatili wake haukujifungia ndani ya mipaka ya Uganda pekee. Tukio hilo ni mauaji ya waziri wa Kenya Bruce Mackenzie, aliyelipuliwa ndege yake mwaka 1978 baada ya kutolewa zawadi na Amin. Mauaji hayo hayakuwa ya kawaida. Yalifichua jinsi hila, visasi na hofu vilivyotawala akili ya Amin, na jinsi vita vya kivita vya baridi na ushawishi wa mataifa makubwa vilivyochanganyika na siasa za kikanda. Ili kuelewa undani wa tukio hili, tunapaswa kurudi nyuma na kuangalia uhusiano kati ya Kenya na Uganda, nafasi ya Bruce Mackenzie katika siasa za Kenya, nafsi ya Idi Amin dhidi yake. Maisha ya awali ya Bruce Mackenzie. Bruce Roy Mackenzie alizaliwa mwaka 1999 nchini Afrika Kusini. Kabla ya kuingia katika siasa, alihudumu kama rubani wa jeshi la anga la Uingereza wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Huduma hiyo ilimpa tajriba kubwa ya anga na mtazamo wa kimataifa uliomtofautisha na wanasiasa wengi wa Kiafrika wa wakati wake. Baada ya vita, Mackenzie alihamia Kenya, taifa ambalo wakati huo lilikuwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Katika miaka ya 1950 na mwanzoni mwa 1960, Mackenzie alijihusisha na masuala ya kilimo na ardhi, akijipatia jina kama mtaalamu na mwanasiasa mwenye mtandao mpana. Wakati Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963, Rais Jomo Kenyatta alimwamini na kumteua kuwa waziri wa kilimo. Uhusiano wake wa karibu na Kenyatta ulimfanya kuwa mshauri muhimu katika masuala mengi ya kitaifa, hasa yanayohusu usalama, ardhi na uhusiano wa kimataifa. Nafasi yake katika serikali ya Kenya, Mackenzie hakujulikana tu kama waziri bali pia kama mtu aliyekuwa daraja kati ya Kenya na mataifa ya Magharibi. Uhusiano wake na Uingereza ulisalia kuwa wa karibu na mara nyingi alihusishwa na mashirika ya ujasusi kama MI6. Pia alidaiwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na shirika la kijasusi la Marekani. Wakati Kenya ilipokuwa ikijenga taasisi zake changa za kitaifa, Mackenzie alihakikisha kuwa nchi hiyo inapata msaada wa kijeshi, kiusalama na kiuchumi kutoka kwa mataifa ya Magharibi. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliopendelea Kenya ibaki upande wa Magharibi katika enzi ya vita baridi, jambo lililomtofautisha na viongozi wa nchi jirani waliokuwa wakielekea kwenye ushawishi wa muungano wa Kisovieti. Idi Amin, mtu na kivuli. Idi Amin alizaliwa karibu mwaka 1920 kaskazini mwa Uganda. Alijiunga na jeshi la kikoloni la Uingereza, King's African Rifles, na baadaye akapanda vyeo kutokana na nguvu zake za mwili na utii kwa wakuu wake wa kikoloni. Baada ya uhuru wa Uganda mwaka 1962, Amin aliendelea kupanda vyeo na hatimaye akawa mkuu wa majeshi chini ya Rais Milton Obote. Mwaka 1971, akiwa na msaada wa baadhi ya maafisa wa kijeshi na baraka za mataifa ya Magharibi yaliyochoshwa na Obote, Amin alipindua serikali kwa mapinduzi ya kijeshi. Hapo ndipo alianza enzi ya hofu, akiwaua wapinzani wake, kuwafukuza waasi kutoka Uganda na kujitangaza kama kiongozi wa kipekee wa Afrika. Kwa muda mfupi, alijaribu kujiweka karibu na Kenya na mataifa mengine ya jirani, lakini tabia yake ya hasira, uongo na visasi ilisababisha kuvunjika kwa uhusiano huo. Kenya ikawa adui mkubwa kwa sababu iliendelea kumpa hifadhi Obote na wapinzani wengine wa utawala wake. Chuki ya kibinafsi dhidi ya Mackenzie. Kwa macho ya Idi Amin, Bruce Mackenzie hakukuwa tu waziri wa Kenya. Alimwona kama kivuli cha ujasusi wa Magharibi na tishio kwa ndoto zake za kueneza nguvu za Uganda. Amin aliamini kuwa Mackenzie alikuwa nyuma ya mipango ya kuharibu uhusiano wa Uganda na nchi za Magharibi, na kwamba alikuwa na mkono katika Operesheni Entebbe ya mwaka 1976. Operesheni hiyo, ambapo wanajeshi wa Israel walivamia uwanja wa ndege wa Entebbe kuokoa mateka waliokuwa wametekwa na magaidi, ilimfedhehesha sana Amin. Kwa miaka mingi, iliripotiwa kuwa Mackenzie alishirikiana na Israel kwa siri ili kutoa taarifa za kiusalama zilizosaidia mafanikio ya operesheni hiyo. Hata kama hakuthibitishwa moja kwa moja, Amin alibaki na imani kwamba Mackenzie alihusika, na kwa dikteta kama yeye, hiyo ilikuwa sababu tosha ya visasi. Mpango wa mauaji unazaliwa. Kama ilivyokuwa desturi ya Amin, aliamua kumaliza tatizo kwa njia ya hila.
Badala ya kutumia wanajeshi kuvamia Kenya au kujaribu shambulio la wazi, alichagua njia ya siri yenye ufanisi mkubwa. Mwaka 1978, Mackenzie alialikwa Uganda kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Baada ya kikao hicho, Amin kwa unyenyekevu bandia alimkabidhi zawadi, kichwa cha simba kilichochongwa kwa ustadi. Ndani ya zawadi hiyo, mafundi wa Amin walikuwa wameficha bomu dogo la kulipua. Mackenzie, kama mtu aliyekuwa akijua tabia ya Amin, huenda alishuku kitu. Lakini hakuwa na sababu ya kukataa zawadi kwa hofu ya kudhihirisha dharau au kuharibu uhusiano wa kidiplomasia. Alikubali na kuondoka na zawadi hiyo. Mauaji angani. Siku chache baadaye, Mackenzie alipanda ndege yake binafsi kutoka Uganda kuelekea Nairobi. Akiwa na amani, hakujua kwamba zawadi aliyobeba ilikuwa tiketi ya kifo. Wakati ndege ilipoanza safari ya kurudi, bomu lililipuka, likaharibu ndege na kumwangamiza mara moja. Hakukuwa na nafasi ya kupona. Habari za kifo chake zilisambaa kwa kasi, zikileta mshtuko mkubwa ndani ya Kenya na katika jumuiya ya kimataifa. Kwa mara nyingine, Amin alikuwa amethibitisha kuwa hofu na ukatili wake havikuzuiliwa na mipaka. Bob Astles na simulizi za ndani. Bob Astles, raia wa Uingereza aliyekuwa mshauri wa karibu wa Amin, alitoa simulizi ya ndani baadaye. Astles, ambaye mwenyewe alihusishwa na visa vingi vya utawala huo, alikiri kwamba mara nyingi Amin alizungumza kwa chuki kubwa dhidi ya Mackenzie. Alisema, nilikuwa mtu pekee ambaye Amin angeweza kumwamini. Lakini mara nyingi nilipomwonya asifanye maamuzi ya hasira hakusikiliza. Mauaji ya Mackenzie yalikuwa mfano wa visasi vilivyojaa kichwani mwake. Mshtuko kwa Kenya. Kenya ilipokea habari za kifo cha Mackenzie kwa huzuni na hasira. Rais Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu naye, alikosa mtu muhimu wa kumshauri. Serikali ya Kenya ililazimika kufikiria upya sera zake kuhusu Uganda na kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Magharibi kwa ajili ya usalama wake. Aidha, tukio hili liliongeza uhusiano wa karibu kati ya Kenya na Israel. Wengi waliona kifo cha Mackenzie kama kulipiziwa kisasi cha usaidizi aliutoa kwa Waisraeli katika Operesheni Entebbe. Kwa shukrani, Israel iliongeza msaada wake wa kijeshi kwa Kenya na kushirikiana kwa karibu katika ujasusi. Athari za kimataifa. Ulimwengu ulitazama Uganda kwa mshangao na ghadhabu. Mauaji ya Mackenzie yaliongeza orodha ndefu ya makosa ya kibinadamu yaliyokuwa yakihusishwa na Amin. Mataifa ya Magharibi yalitumia tukio hili kama ushahidi zaidi kwamba Amin hakuwa kiongozi anayefaa kushirikiana naye. Wakati huo huo, mauaji haya yalikuwa ujumbe kwa viongozi wengine wa Afrika Mashariki kwamba Amin hakuwa na mipaka katika kutekeleza visasi vyake. Hakuna aliyejisikia salama iwapo wangepingana naye. Anguko la Amin mwaka 1978, miezi michache tu baada ya kifo cha Mackenzie, Amin alianzisha vita dhidi ya Tanzania. Vita hivyo viligeuka kuwa mwanzo wa mwisho wa utawala wake. Tanzania, kwa msaada wa wapinzani wa Uganda, ilifanikiwa kumng'oa madarakani mwaka 1979. Licha ya kuondolewa kwake, kumbukumbu za ukatili wake, ikiwa ni pamoja na mauaji ya Mackenzie, zilibaki zikihanikiza historia ya Afrika Mashariki. Amin alikimbilia Libya na baadaye kuishi uhamishoni Saudi Arabia hadi kifo chake mwaka 2003. Urithi wa mauaji ya Mackenzie. Leo hii, simulizi ya Bruce Mackenzie ni onyo kwa vizazi vya sasa na vijavyo kuhusu hatari za madaraka yasiyodhibitiwa. Ni hadithi ya ujasusi, usaliti na siasa za kikanda zilizojaa hila. Kwa Kenya, kifo chake kilikuwa pigo kubwa, lakini pia kilifungua mlango wa mshikamano wa kitaifa na kuimarisha uhusiano wake na washirika wa kimataifa. Kwa Uganda, tukio hili linabaki kama sehemu ya kumbukumbu ya giza ya utawala wa Amin. Kumbukumbu kwamba hata jirani wa karibu anaweza kulengwa na visasi vya kiongozi katili.